Shirika lisilo la kiserikali la Tanzania Safety Alliance yani TASA lenye makao makuu yake hapa mkoani Mtwara leo Juni 24, 2025 limehitimisha mafunzo ya siku 2 yanayohusu ujasiriamali na kuweka mpango wa kibiashara kwa vijana 25 kutoka kwenye kata 5 za halmashauri ya wilaya ya Mtwara katika mkoa huu wa Mtwara katika mradi unaotekelezwa na shirika hilo la TASA kwa kushirikiana na Shefa kwa ufadhili wa European Union. Pamoja na vijana hao waliotoka kwenye kata ya Msimbati, Madimba, Tangazo na Lingo pamoja na Mahurunga, TASA pia wamewaalika maafisa watendaji wa kata pamoja na mtu anayehusika na mikopo na yule wa masuala ya kibenki katika mafunzo hayo yaliyofanyika katika viunga vya shule ya msingi Madimba ndani ya halmashauri ya wilaya ya Mtwara katika mkoa huu wa Mtwara uliopo kusini mashariki mwa Tanzania. Faida Online TV pasi na hiana watu wa field tumekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, tafadhali baki nasi. Hamisi Rashidi Mushe ni afisa tathmini na ufuatiliaji kutoka kwenye shirika hilo la TASA. Tumeweza kufanya mafunzo ya ujasiriamali na kuweka mpango wa biashara kwa vijana ambao wako moja kwa moja kwenye mradi wa Amani Yetu Kesho Yetu unaotekelezwa na shirika la Tanzania Safety Alliance kwa kushirikiana na Shefa kwenye kata 5 za Mtwara vijijini, kata ya Madimba, Mahurunga, Msimbati, Tangazo pamoja na Naringo. Mafunzo haya yamekutanisha jumla ya vijana 25 kutoka hizo kata 5, lakini pia sambamba na watendaji wa kata kutoka kwenye hizo kata 5, na pia mafunzo haya yameambatana na mdau muhimu kutoka taasisi za fedha NMB pamoja na taasisi ya ukopeshaji. Kwa hiyo lengo ni kuweza kurinki hawa vijana ambao wamepatiwa mafunzo ya ujasiriamali kuweza kupata fursa ya kupata mikopo kama mtaji wa kuendeleza biashara ambazo wanazifanya. Ni mafunzo ambayo kwa mara ya kwanza sasa tumeweza kukutana na vijana hawa na kuwajengea uwezo huo wa ujasiriamali ili kuweza kukinzana na wigo mkubwa wa vijana kuingia kwenye masuala ya uvunjifu wa amani, ambapo tulipofanya utafiti wa awali ilionekana kipato duni, vijana kukosa mtaji, lakini na shughuli za kufanya ndiyo chanzo cha wao kuingia, wengi wao kuingia kwenye masuala ambayo yanahatarisha usalama na amani ya Mtwara DC. Kwa majina anaitwa Ana Emmanuel Henry, ni mwezeshaji wa mradi wa Amani Yetu Kesho Yetu kupitia shirika lisilo la kiserikali la Tanzania Safety Alliance. Katika mwambao wa bahari yetu ya Pwani kuna fursa za uvuvi, unaona? Kuna fursa za ufugaji na vitu mbalimbali. Kwa hiyo vijana hao waliopokea mafunzo wameahidi kwamba kupitia mafunzo haya kuna kitu ambacho wamegeni. Kwenye halmashauri ya wilaya ya Mtwara kuna kata karibia 21, lakini nyinyi mmezichagua hizi 5 za kuanza nazo. Kwa nini hizi tu? Ni kwa sababu kwa almost ukiangalia kwa upande huu tunasema kwamba sisi tuko mpakani, sawa, mwa Tanzania na Msumbiji. Na kwa asilimia kubwa tunaamini kwamba, sio tunaamini, tunafahamu ya kwamba siku zote mpakani huwa kuna masuala mazima ya vurugu, uhalifu unaoendelea, watu wanaingia na kutoka, ujambazi na vitu vingi. Kwa hiyo tumeamua kutemu kwa sababu gani? Tukiwashirikisha vijana kuchangamkia zile fursa zinazopatikana katika maeneo yanayowazunguka, wataepukana na masuala mazima ya uhalifu. Hivyo basi kinachotokea, ujenzi wa amani utatokea katika nini? Katika jamii yetu. Kwa majina naitwa Aaron Zefania Pasolo, ni mtendaji wa kata Mahurunga. Kwanza nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa wenzetu wa Tanzania Safety Alliance kwa kutuletea hii project nzuri sana, kwa sababu leo tumepata mafunzo ya kuwainua vijana kiuchumi, kuwawezesha vijana kutokana na umaskini tuliokuwa nao kutoka kwenye stage moja kwenda nyingine. Kwa hiyo tulikuwa tuna vijana wa youth hapo ambao kwa kila kata wametoka vijana 5. Kwa hiyo kata zetu hizi 5 ambazo zipo ndani ya huu mradi tumepata vijana 25. Na leo tumeajibika na sisi watendaji wa kata ambao tuko 5, kwa jumla tumekuwa watu 30. Lakini lengo la madhubuti ni kwenda katika daraja la amani, kutokuwa na conflict katika maeneo yetu. Sasa wao wenzetu wa TASA wameona
umuhimu wa kuwakusanya vijana na kuweza kuwapa elimu juu ya mazingira hatarishi ya kuishi na jinsi gani kuweza kujikamua kiuchumi. Wanaamini kwamba kama tukimkwamua kijana katika kiuchumi, basi tunakuwa na uwezo mkubwa wa kuepusha changamoto zile za kuentertain kwenye mambo ambayo ni ya terrorism, yani mambo ambayo sio halisi, ambayo yanaleta ugomvi katika jamii. Lakini vile vile tumepata elimu nyingine hapa kwamba tumemwambia vijana kwamba wanaweza kupata mtaji kwa kujiunganisha. Tuna mikopo ya 10% ambayo inatolewa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ile mikopo inatoka kwenye halmashauri. Hawa vijana ambao wamekuja hapa leo tumewapa pia na elimu hiyo kwamba tunaweza tukajiorganize kwa vikundi vya vijana, tukaanzia 5 kwenda mbele, tukaweza kupata kwenye mikopo kwenye halmashauri zetu na kufanya mambo ambayo yatatufanya tuwe busy kuepushana na hizi changamoto ambazo zinatokea kila siku. Kwa majina naitwa Ramadhani Saidi, ni afisa wa benki NMB Mtwara sokoni. Lengo la NMB kuja kuungana na TASA ni kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na vijana wa TASA. Lengo ni kuwapa elimu kuhusiana na biashara zao wanazozianza na kupata mikopo. Mikopo tunawapa elimu. Mikopo wanaokuja kuchukua benki ni wao kuweza kuwasaidia ili kuweza kuendesha biashara. Lakini TASA tunawashukuru sana, wanatoa elimu ili kuweza kuwatatua vijana wote ambao wana shida mbalimbali mitaani. Tunaona TASA imesaidia sana. Vijana wengi walikuwa wajui nini maana ya TASA, lakini mwisho wa siku imekuja kuwa mkombozi wao kwenye masuala nini ya kibiashara. Kwa hiyo tunashukuru sana TASA kwa hii project yao na wameanzisha, na tunashukuru sana waweze kufika sehemu mbalimbali kwa ajili waweze kutatua matatizo ya vijana. Kwa majina naitwa Samuel Rashid Yusufu, ni mkazi wa kijiji cha Msimbati, kata ya Msimbati. Tumechaguliwa vijana wawakilishi kutoka katika kata hizo 5, 5 katika kila kata, ambao tumekuja kupata mafunzo hapa Madimba kuanzia ile jana tarehe 23 mpaka leo tarehe 24 kuhusiana na kujenga amani katika maeneo yetu kulingana na shirika linavyohitaji, kwamba lina lengo la kuleta amani. Kulingana na chanzo kikubwa cha kuvunjisha amani ilikuwa ni ukosefu wa kazi za kufanya kwa vijana, au sehemu ya kufanya kazi ya kujishughulisha. Kwa hiyo wanaleta ile migogoro au migongano baina yao. Kwa hiyo sasa kulingana na hii taasisi kama itupe mafunzo namna gani tunaweza tukajikwamua ili tusiweze kuleta hivyo vitu vinavyopelekea uvunjifu wa amani. Kwa jina naitwa Mshangani Hasani, ni youth champion kutoka kata ya Msimbati. Leo umekuja hapa kupewa mafunzo na Tanzania Safety Alliance na TASA. Mafunzo haya na umuhimu gani kwenu, hasa kwako pia kama kijana? Mimi kama kijana, kwanza ni fursa pekee ya elimu ambayo nimepata. Kwanza leo nimepata elimu namna gani ya kuweza kuanzisha biashara au mpango mzima wa biashara. Mimi kama kijana, sawa. Je, nitaandaje mpango wangu wa biashara pale inapotokea fursa hizi za mikopo au fursa nyingine? Sasa kijana kama kijana, hatua gani nichukue au mpango gani wa kuweza kufanya ili uweze kupata mkopo kutoka katika taasisi husika za kifedha. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu na yanawahitaji zaidi vijana. Na yanawahitaji kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu kama mradi wetu unavyosema amani yetu kesho yetu. Kwa hiyo walengwa hasa wakubwa wa huu mradi ni vijana. Kwa nini iwe vijana? Kwa sababu lengo ni kuwakomboa kwanza vijana, na pia amani inaanza na vijana. Vijana ndio wajenzi wa amani, ndio wavunjifu wa amani. Kwa majina naitwa Kurusumu Mohamed Ilwai, ni mkazi wa Tangazo. Kabla ya haya mafunzo kwa kweli tulikuwa tutambui kitu chochote kile. Kwa sasa tunaweza kutambua jinsi ya kuanza kufanya biashara na jinsi gani tunaweza kuhamasisha vijana wenzetu mtaani. Kwa hali namna ilivyo, ndugu zetu wa TASA tayari wameanza kutoa mafunzo haya, lakini wamefadhiliwa pia na wenzetu wa European Union, lakini pia Shefa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mradi unasogea mbele. Unawashauri nini wafadhili wa TASA waendelee kutoa mafunzo haya kwa nyinyi ambao mnapatikana maeneo haya mpakani? Tunashukuru kwa kweli, waendelee kushirikiana na sisi tuweze kujikwamua katika maisha. Mtazamaji wa Faida Online TV, ni wazi kuwa vijana hawa wakienda kuyatumia vizuri mafunzo haya yaliyotolewa na shirika la Tanzania Safety Alliance yani TASA kwa kushirikiana na Shefa chini ya ufadhili wa European Union, wataenda kwa nguvu kazi muhimu kwa maendeleo ya maeneo yao pamoja na taifa la Tanzania kwa ujumla. Kutoka kwenye kijiji na kata Madimba, halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara, sina la ziada. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.